Ujumbe wa siku ya leo, it is life of dependence, ama maisha ya kutegemea. Sema maisha ya kutegemea. Maisha ya kutegemea. Sijui umetegemea nini katika maisha yako. Siku ya leo Roho wa Bwana, kama vile wimbo unasema, wimbo umesema, mwimbaji amesema yeye amemtegemea Mwokozi. Yeye amemtegemea Yesu. Na anasema kwake ni tamu sana. Na anaendelea na maneno matamu. Ukiendelea katika vifungo hizo vingine utaweza kuelewa. Kwa hivyo siku ya leo Roho wa Bwana anatushawishi katika huu mwaka wa 2025 ambao ni mwaka wa urithi wetu. Na kama ni mwaka wa urithi wetu, Roho wa Bwana ako na swali asubuhi ya leo ambaye anatuuliza, umemtegemea nani? Unategemea nani? Maisha yako unategemea nani? The life of dependence, ama maisha ya kutegemea. Wacha tukaweze kuingia katika neno la Bwana. Zaburi 23. Amen. Ni zaburi ambayo tunaijua, tunaweza inakiri bila hata kuisoma kwa Biblia, kwa sababu ni maneno tumenenewa, ni maneno tunaikiri kila wakati, maneno ya Daudi. Ndio nasema ibada ya kwanza ilitupatia muongozo, na Roho wa Bwana akaweza kunipeleka katika hili neno ili likaweze kutufunza tutamtegemea nani, tutaweza kupata urithi kwa njia gani kupitia katika hili neno. Wacha kwanza tushiriki neno alafu tuweze kuendelea kwa haraka. Na kama umefungua Biblia yako, Zaburi 24 tutaisoma yote, ni mistari 10 tu. Mistari 10 tu tutaisoma yote, and ningeomba ya kwamba tuisome kwa kumaanisha, tuisome prophetically, na itafanyika kazi katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Zaburi 24 inasema hivi. 23, Zaburi 23, Psalms 23, mstari wa kwanza unasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Natumai Bwana tusaidie kwa mioyo yetu, tusome haya maneno ukimaanisha katika maisha yako ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mstari wa pili, katika marisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Mstari wa tatu, huniwisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Mstari wa nne, naam, nijapopita kati ya bonde la kivuli cha mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako yanifariji. Mstari wa tano, waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Mstari wa sita, hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Amen. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Ni mistari michache sana, mistari 6, lakini ni neno liko na uzito ambalo linaambatana na swali letu siku ya leo. Je, katika maisha yangu, je, katika maisha yako unamtegemea nani katika maisha yako? Najua ya kwamba tunajua hizi hadithi nyingi katika Biblia. Kuna ile hadithi tunajua ya mwana mpotevu. Mwana mpotevu alitaka urithi wake. Alimtegemea nani? Alimtegemea baba yake. Na wakati alimtegemea baba yake, alimpatia urithi. Lakini ukiangalia, hiyo ni maneno yangu, it's like this guy hakumwamini baba yake. He never trusted his father. Alipatiwa tu urithi, alitaka na akapatiwa yale yote ilikuwa yake. Sehemu yake akapatiwa. Lakini kwa sababu hakuwa ameamini baba yake, hakuwa amemwamini kabisa, hakuwa ameambatana na sheria na kuambatana na upendo wa baba yake, hakuweza kupokea urithi na baraka. Alipokea tu urithi, the possession. Amen. Alipokea tu vitu na akaweza kuondoka. Lakini
kwa sababu hakuamini baba yake, hakuambatana na upendo kamili, akaweza kuenenda na hizo vitu zote zikakuwa zimeisha, zikakuwa bure katika maisha yake. Ndio akarudi kuangalia, kujitafakari. Roho wa Bwana akamuongoza, akaona ya kwamba hakumtegemea yule baba, hakushiriki vyema na yule baba, na ndio akarejea. Ni tumaini langu asubuhi ya leo, siku ya leo, ya kwamba hatutapokea urithi wetu, uende ukatapakae, uende ukaishe, tukue na safari ingine ya kurudi. Nikiomba kwamba Mungu akanisaidie, Mungu akakusaidie, ule urithi tutaweza kupokea huu mwaka katika maisha yetu ukuwe ni urithi permanent. Ningesikia amen. Ama mnataka temporary? Ningesikia amen kama unataka urithi permanent, urithi wa kuishi, urithi wa kudumu. Lakini itategemea unamtegemea nani katika maisha yako, unamtegemea nani? Daudi anaanza na mambo mazuri sana katika hadithi hii yake, katika Psalms 23 ambaye tumesomewa ama nimewasomea vizuri sana. Na hii ni zaburi ambao watu wengi huitumia katika matanga. Watu wengi huitumia wakati kumekuwa na msiba. Wanatia watu moyo kwa sababu wanaona kifo ndio kitu cha kupitia katika uvuri wa mauti. Wanainena mahali pale. Lakini asubuhi ya leo Roho wa Bwana anataka kunena na hali zetu zile tunapitia. Uchumi wetu zitaje, magonjwa, mambo mengi. Tumepata ushuhuda hapa ya kwamba ndugu yetu amepitia hospitali hii, amepitia huyu daktari, amepitia mawazo, mambo mengi, mashauri mengi. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu wakati umemtegemea, wakati umepitia hizo njia zote, kuna njia ya kutokea. Haleluya, Bwana tukuzwe. Kwa hivyo hii ni zaburi siku ya leo, naomba Bwana akatusaidie tukue ni zaburi itatusaidia kujua ni nani tunayemtegemea, kwa sababu wakati tumejua urithi wetu tutaweza kuupokea, hadi itafanyika reality katika maisha yako, katika maisha yangu, physically to manifest. Wakati umejua ni nani unayemtegemea. Daudi tunajua hadithi yake. Daudi ni mtu kama vile tulinenewa asubuhi, ni mtu ambaye alipitia katika nyika, alipitia katika shida, alipitia katika rejection, name them, alipitia shida mingi, alipitia shida kama mwanadamu, hata kuanguka, backsliding at one time. Lakini nashukuru Mungu, kumalizia kwake Mungu ananena, anasema sijapata mtu wa moyo wangu, mpendo wangu, ninaongeza hiyo, mpendo wangu kama Daudi. Haleluya. Naomba nikapatikane katika mwisho wa yote ya kwamba Mungu atasema, atafurahishwa na huyu ndugu, atafurahishwa na huyu binti kwa vile umemtegemea. Na ninaangalia, ninaona ya kwamba ushindi wa Daudi uliweza kupatikana kwa sababu ni nani alikuwa ametegemea. You know, it all depends. Kuna katika hali ya maisha tuko na God fathers. Wakati unaenda mahali unasema ya kwamba ninaenda kuangalia hii kazi, as long as Kamau, as long as Otieno wako pale, ninajua hiyo kazi nitaipata. Hii biashara, as long as na fulani yako pale, nitaweza kufaulu. As long as mume wangu ako, hii doa nitafaulu. As long as mke wangu, watoto wangu, tumetoa mambo mengi, tumejiekea vitu ambazo tunaamini ya kwamba hizo ndizo tunalilai ama tunadepend nazo. Lakini siku ya leo zaburi inatunenea kama vile Daudi anasema, ni nani unayemtegemea? Ili ukaweze kupata urithi wako, unamtegemea nani katika maisha yako? Je, unategemea dawa? Je, unategemea masomo yako? Unategemea hekima yako? Wengine wanategemea mpaka urembo wao. Unasikia kwamba ni mwanaume na anasema, do you know I'm so handsome. Si kuna wale tunapatana nao ya kwamba tumepotea njia ya nani tunayetegemea, ya kwamba ni kujipamba, ni mapambo yangu, ni kutembea kwangu, ni kunena kwangu. Sijui siku ya leo unategemea nini katika maisha yako. Nataka kukurejesha katika Zaburi 23 ambaye Daudi anaanza, anasema nini? Turudi pale mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza unasema nini? Katika English inasema, the Lord is my shepherd. The Lord, Bwana ndiye mchungaji wangu. The Lord,
wale ambao ni waenzi ya wazee baba zetu akina baba Grace na wale wengine, wakati wa mkoloni kulikuwa wazungu, kuna wale walikuwa wanaitwa Lord. Lord ni kumaanisha, ukiangalia hili neno uende utafsiri ama uangalia katika dictionary na mambo mengine ya research, the Lord ni jina muhimu na ni jina kuu sana, ni jina linatamkwa na heshima, ni jina kuu sana. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu Daudi analitaja akimuheshimu muumba wake, Mungu wake. The Lord is my shepherd. Hajasema our shepherd, amesema my shepherd. The Lord is my Mungu wangu. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu akanisaidia, Mungu akakusaidia siku ya leo. Tuache chorus ya kusema Mungu wetu wa Eastgate. Ni wakati sasa mtumishi wa Bwana huwa anatusukuma ya kwamba wewe ukiri, ya kwamba mimi nikiri na kinywa changu, I own, you own, ama umiliki yale maneno kikamilifu katika nafsi yako, katika nafasi yako, kama wewe mama, wewe baba, wewe kijana, wewe mtoto, katika jina la Yesu Kristo. So natumai ya kwamba Bwana atatusaidia tukitoka ibada ya siku ya leo. Tutakuwa tukisema hali zinaweza kuwa gumu, unaweza kuwa unapitia changamoto, unaweza kuwa katika njia pana, unaweza kuwa umeface rejection, name them, magonjwa, lakini utakuwa mwepesi wa kusema kama Daudi, Bwana ndiye mchungaji wangu. Hallelujah, amen. Nikaangalia Daudi wakati alikuwa ananena haya maneno, na nikaona huyu ni mtu alikuwa anamtegemea Mungu kwa kiwango ya juu sana, kwa sababu mtu ambaye anasema mai, na alikuwa mfalme, alikuwa mtu mkubwa sana, mtu alikuwa na maofisi kubwa, alikuwa na palace kubwa, anatawala, lakini anafika, anashuka, anasema ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu. Naomba ya kwamba Mungu akanisaidie, Mungu akaweze kutusaidia, akakusaidie ya kwamba katika hali zote, katika huu mwaka wa urithi, ili uweze kupokea urithi, unless Bwana awe mchungaji wako. Amen. Unless Bwana awe mchungaji wako, hivyo ndivyo utaweza kupokea urithi wako katika jina la Yesu Kristo. So it is a simple words, a simple statement. The Lord is my shepherd, I shall not want. But ukiangalia ina uzito mkubwa sana wakati anatamuka haya maneno. Ni zaburi tumeizoea, lakini Mungu akanisaidia hii wiki kuona ya kwamba kumbe iko na utamu, iko na maneno mazuri, imeandaliwa vizuri kwa kunena kwa vinywa vyetu, tukiongozwa na huu mtumishi wa Bwana anaitwa Daudi. Kwa hivyo yeye anaanza na Mungu. Sijui sisi huwa tunaanza na nini wakati tuko katika haya maisha, wakati tunataka hii urithi. Sijui wakati tunaendelea katika hali ya maombi, wakati tunataka kupokea urithi wetu, sijui tunaanza na nani. Labda tunaanza na Aniko, na jua ya kwamba nikimwendea Aniko this week, nikimwendea Aniko hii mwaka, najua njia zitafunguka. Nikimwendea mzazi wangu, nikimwendea rafiki yangu, sijui ni nani huyu unamwendea. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu ya Daudi, yeye ameanza na Mungu, ameanza na muumba wake. Anasema ya kwamba amemtabua kama mchungaji wake. Na wakati unatabua kama mchungaji wake, ni kumaanisha nini? Yeye amejifanya ama amejitaburisha kama kondoo wake. Kama yeye ni mchungaji wake, ni kumaanisha yeye he's a sheep. Yeye ni kondoo. Ni kondoo ama ni buzi? Buzi hatupendi sana sababu ya tabia zake. Kwa hivyo sisi huwa tunafananishwa na sheep, a kondoo yule wa manyoya. Huyo ndiye tunafananishwa naye kwa sababu ni mtulivu. Huyu anaongozagwa. Goat wakati mwingine zinajiongoza, lakini sheep lazima ziongozwe. Kwa hivyo ni kumaanisha, naangalia Daudi mfalme ambaye anashuka, anajifananisha na kondoo na anamtabua Mungu kama mchungaji wake ambaye anaweza kumkabidhi urithi wake. Amen. Sema amen. Tuseme amen. Kwa hivyo he uses the Jewish name of Yahweh God. It is the holy name the Jews use for their covenant God. Yani kumaanisha anatumia neno ama title ambayo ilikuwa heshima sana kwa wale Wayahudi ambao walikuwa wanainua hili jina
wanalitumia kwa uzito mkubwa. Unaweza shangaa kwa nini natilia mkazo pale, kwa sababu hapo ndio chanzo, na hapo ndio the fake lion ambaye ni adui wetu Shetani huwa anaingilia, anaweka mifano mingine. Tunaanza na mifano mingine, lakini ole wetu, Mungu atusaidie ili tuanze na yeye, kumaanisha na kusema ya kwamba yeye Mungu ndiye mchungaji wangu. The Lord is my shepherd. Kwa hivyo ni kumaanisha nini? Huyu ambaye God is understanding that he is self-sufficient God. Kumaanisha ya kwamba Mungu yeye ni mwenye mamlaka yote. Yeye ni Mungu ambaye hasiyefananishwa na chochote. Ni Mungu mkuu zaidi. Ni Mungu mwenye mamlaka yote, mwenye uwezo wote, mwenye vyote, mwenye urithi wote ambao tunauhitaji. Na mtu mmoja siku moja akasema sisi hatuwezi ishi bila Mungu, lakini Mungu anaweza ishi bila sisi. Mungu haishi kwa sababu tituko, hapana. Yeye hatuhitaji ndio aishi, lakini sisi hata sekunde moja hatuwezi bila Mungu. Hatuwezi ishi bila Mungu. So lazima tu acknowledge, ili tupate huu urithi, ili tuweze kutembea shosho, lazima tuamini ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu. Inaweza kuwa mabwana zetu waliweza kuaga, kwa wale ambao ni widows, and I'm very sorry, lakini ya kwamba tukitabua ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitaweza kupungukiwa na chochote. Kazi inaweza kosa, ugonjwa unaweza kuwa umekushika, na wakati mwingi tunaambiwa na mtumishi wa Bwana ya kwamba magonjwa ambayo inatupata tukiwa waaminifu katika mbele za Bwana si kama wana dunia yetu, inakuja kwa utukufu wa Bwana. Yale ilipata Daudi ilimpata kwa sababu ya utukufu wa Bwana, na akaweza kuinuka akiwa mshindi, na akaweza kutamka kusema the Lord is my shepherd. Bwana ndiye mchungaji wangu. Hallelujah. So Yahweh God is that he is not accountable to anyone. Kumaanisha huyu Mungu yeye hafanyiwi hesabu na mtu mwingine yote. There is no audit kwa Mungu. Hana auditor, hana hao ma accountant, hana security. Yeye ni Mungu. Huyu ndiye Daudi anasema siku ya leo. Sisi wakati mwingine tunajipata kwa ya mambo ambayo inaweza ondoka. Unaweza nitegemea nikiwa Baba Teddy na nikuwe na udhaifu wangu na nikose kutimiza matakwa ambayo unaitaka, lakini ukimtegemea huyu Mungu, he is not accountable to anyone. Kwa hivyo hakuna mtu atamuendea aseme wacha kusaidia huyu. Huyu ni Mungu ambaye ni mchungaji wetu. Amen. Huyu ndiye tunategemea katika urithi ambao tunaunena katika huu mwaka wa 2025. So he answers only to himself. Yeye huwa anajibu tu kwake. Huyu Mungu ambaye tunataka kumwamini kama ambaye atatupokeza urithi wetu. Kwa hivyo hakuna mtu atapeleka petition kure, hakuna Maraga ambaye atasema uchaguzi urudiwe. Hapana, atasema inheritance yako icherewe, wacha haitakuwa this time. Hapana, yeye ni Mungu mwaminifu. Yeye ni Mungu wa vyote. Yeye ni Mungu wa haki. Yeye ni Mungu wa upendo. I wish it can think the way nasema ya kwamba unamtegemea nani. Huyu ambaye tunamtegemea, ukiweza kujua tu, oh my God and my Father, ukiweza kujua tu ni nani tunayemtegemea, utaweza kusimama, utaweza kunena, utaweza kuwa na ushuhuda, utaweza kutembea, utaweza kumshukuru kwa sababu yeye ni mwema. Hallelujah. So he is sovereign and does what he pleases. Yeye ni Mungu ambaye ako na uhuru wa kutenda yale yote kwetu wale ambao tutamwamini na tunaweza kuyapokea katika jina la Yesu Kristo. But none of them are personal and inviting as this one. Hakuna jambo ambalo ni la kibinafsi katika maneno haya. Daudi anasema kama hii mstari ni wa kibinafsi sana, kwa sababu kama vile nimewaambia, anasema my shepherd, my si Mungu wetu. Sasa hapa anafika, ninamwangalia Daudi kupitia kwa ndugu zake, wakaweza kumuona kama mtu ambaye, unajua wakati wa nyakati zile watu wa kurisha walikuwa wale watu wamedunishwa sana, wale wako chini, wewe ukalisha na huko,
walikuwa wale watu ambao hawezi chaguliwa kwenda vita, kunena katika viketi. That's why walikuwa wanatumwa na huko. Sasa hata wakitaka kukuliwa na wanyama wakakuliwe na huko. That's why walikuwa anaambiwa karishe. Lakini nashukuru Bwana, hata kama umekuwa rejected, hata kama watu wamekunena, wamekaa kiketi kama hao ndugu za Daudi, itafika siku Bwana akaweze kukuinua kama utamtegemea kama mchungaji wako. Na muona Daudi akipatiwa hiyo kazi, hanuguniki, hararamiki, yeye anaendelea kuchunga na anamtegemea Bwana. Na that's why wakati ule anachunga, ikakuja simba, ikakuja dubwe, na akaweza kuiralua, si kwa uwezo wake. Alisema ya kwamba mwishowe, si Bwana yule alinisaidia, ndiye sasa bado atanisaidia. Wakajaribu kumpatia mavazi ya kifalme ati ya kwamba ili akaweze kupigana na Goliathi. Akasema hapana, huyu my shepherd, huyu Bwana mchungaji wangu ndiye nitategemea. Akamtegemea na kupitia kwa kamawe kadogo tu akaweza kumwangamiza yule adui. Huyu ndiye Daudi ambaye tunamuiga siku ya leo. Huyu ndiye Daudi anatusaidia mfano wa kurithi mwaka huu. Huyu ndiye Daudi anatusaidia kutoka katika upwekwe, kutoka katika kulalamika, kutoka katika bitterness. Wacha kukuwa na bitterness kwa wazazi, wacha kukuwa na bitterness kwa watoto, wacha kuwa na bitterness kwa mume ama mke. Taja hata kuwa bitterness na mchungaji. Achilia hizo zote, wachana nazo. Tegemea huyu mchungaji, tegemea huyu Mungu wetu kama our shepherd, kama mchungaji wako. Na wakati utafanya hivyo, ukisema huyu ni Bwana ndiye mchungaji wangu, Bwana ndiye mchungaji wangu, hautaweza kupungukiwa na chochote. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So nataka kwa ufupi tu sana tuangalie the role of shepherd, ama kazi ya mchungaji huyu. Tunasema kwa ufupi tu kazi ya huyu mchungaji ambaye ni Mungu wetu. Tunaelewa hivi, or what is the main job of shepherd? One is it was to take care of the flock. Jambo la kwanza ni kuchunga kondoo zake. Je, wewe ni kondoo ama wewe ni buzi? Hallelujah. Hii ni gumu kiasi, lakini Roho wa Bwana ananisaidia ya kwamba tujichunguze, tuangalie kama tuko kondoo wa Bwana ama tunajivarisha ile gozi ya kondoo, kwa sababu si wimbo inasema hivyo. Ni Mungu atusaidie tukafanyike kondoo wa Bwana, kwa sababu jambo moja huyu mchungaji anafanya ni kurisha kondoo zake. Kwa hivyo kama wewe si kondoo, hawezi kurisha. Utaona wengine wakirishwa, wakinenepa, wakiendelea katika utulivu wa maji, wakiendelea kukula katika majani mabichi, kwa sababu hao ni kondoo wa Bwana, na hao ndio tu wamemwamini. Hao tu ndio wamemwamini katika kurishwa, na wanaweza kuendelea katika maisha. Jambo la pili, he is there to guide. Yeye ako pale ili akapee mwongozo kondoo zake. Kama vile tunajua wachungaji wa kawaida wanaongoza zile kondoo kuelekea katika mtoni, kuelekea katika majani, kuelekea katika chumvi, mambo kama yale. Kwa hivyo anapatiana muongozo. Kwa hivyo kama maisha yako unaona ni kama kwamba haina muongozo, unaona kama umechanganyikiwa, mtegemee huyu mchungaji. Ataweza kukuongoza, ataweza kukuongoza, atakuonyesha njia, atakuonyesha huyu rafiki, huyu wachana na yeye, hii kazi wachana nayo, neema iko hapa, huyu daktari ndiye sawa. Kwa sababu hao ni wanadamu wamewekwa kwa ajili ya ukuu wa Bwana, kwa ajili ya the God glory. Hawako pale kwa sababu ya biashara. Kwa hivyo lazima tumtegemee ili atuongoze njiani hii. Sijui kama umeshaikuwa katika njia pana, na wakati mwingine unaona ya kwamba ukiomba na ukimwamini anakupatia mashauri, anakuongoza njia ndio hii. So mtegemee huyu Bwana, mtegemee huyu Mungu ili akakuongoze. Jambo lingine, protect the sheep, ya kwamba huyu mchungaji anachunga kondoo zake. Sijui kama unapata ya kwamba ni kama you are vulnerable. Vulnerable ni kumaanisha ni kama uko wazi, yani ya kwamba kila mtu akitaka kutukanana katika plot, unapata maneno inakuangukia. Ukienda kwa njia upatane na mwenda wazimu, anakutega. You know, sometimes umeshaijipata njia kama hizo, yani mambo yote ile tunajua mabaya, unashangaa kwa nini haya mambo inanikuta. Labda uko na shaka
na huyu mchungaji. Mtegemee huyu mchungaji, atakuwa mlinzi wako. He will be your protector. Atakuwa mlinzi, atalinda jamii yako, atalinda boma yako, kazi yako, huduma yako, ataweza kuiprotect katika jina la Yesu Kristo. Hayo ni mambo madogo tu ambayo nimejaribu kuangalia pale, kama ya vile the Lord of Shepherd katika maisha yetu. Mambo ni mengi, lakini hatuna wakati wa kuangazia yote. So lazima tukae kama wale kondoo. Wakati mwingine kondoo watu wanasema ni wakubafu, watu wanasema hata kwa jia wanasema, si hata watu wakitukanana, wale wa Kifaransa wa huko wanaita mlima, wanaitana nini? Ng'ondueno. Pia ku ng'ondueno. Hiyo umetukanwa sana. Kwa nini wanaitana hivyo? Kwa sababu wakati umeitwa sheep, unaliganishwa na sheep, ni kumaanisha watu, ukienda kwa wasomi wanaita dump. Dump ni kumaanisha haijielewi, ni kitu hakijielewi, ni kitu kiko tu pale. Na hivyo ndivyo Daudi anasema. Huyu ni mfalme na anasema yeye ni kondoo. Yeye anajifananisha na kondoo, kitu ambacho anajikosa mbele za Bwana. Yeye anamuinua zaidi katika maisha yake, kwa sababu kondoo wakati mwingine hata akianguka hawezi jiinua. Lazima yule mchungaji akuje amuinue, amuongoze, amuonyeshe magical side hii, njia ya nyumbani. Na zimekuwa zikipita tu hiyo njia zikienda malishoni, lakini lazima ziongozwe na mchungaji kila wakati. Hivyo ndivyo Bwana anataka siku ya leo, ya kwamba hakuna wakati wetu wa kujiongoza. Kuna wakati vijana huwa wanasema, hata sisi tukiwa vijana, ya kwamba hii ni yangu sasa, ni ya kujitafutia sasa. Si wanaelewa vile ninasema, ati huyu ni wangu wa kujitafutia. Hiyo ni gospel potovu, kwa sababu hakuna jambo lolote na maisha yetu kado na Bwana. Mambo yote, hata kama ni relationship, hata kama ni kazi, taja everything allowed us and within us, lazima tuongozwe na huyu mchungaji, lazima ajue. Kwa hivyo hata kama ni relationship unaingia, vijana munielewe, lazima utajie Bwana, unamtajia katika maombi, unamtajia huyo mchumba wako. Hayuko kado na Bwana, lazima Bwana akuongoze, ili ya kwamba kama hastahili atakuonyesha njia ndio hii. Kwa hivyo hakuna mambo yetu sisi yetu ya kushughulika, na kuna ya Bwana, hakuna kitu kama hiyo. Mambo yote tuko chini ya mchungaji ambaye ni Bwana wetu, ambaye anatuongoza ili tuweze kurithi. Lazima tumuamini, we have to trust him. Lazima umuamini, kwa sababu yule kondoo hata amini yule mchungaji, ataondoka na atapatana na simba, atapatana na duibwi, ataweza kurarauliwa. Lakini wale wanatulia katika lile zizi, wale wanatulia katika mwongozo wa huyu mchungaji, wanaweza kuonyeshwa njia, wanaonyeshwa maji, wanaonyeshwa nyasi, na wanaweza kuendelea katika maisha yao. Haleluya, Bwana asifiwe. Tuseme amen. Kwa hivyo swali likakuwa hapa, can you say that God is my shepherd? Unaweza sema ya kwamba Bwana ni mchungaji wangu. Unaweza sema hivyo katika maisha yako. Unaweza sema hivyo katika hali zote, ya kwamba hali zote utapatana nazo katika safari hii yako ya maisha. Utaweza kuwa ukikiri ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wako. Do you sense that he leads you? Je, unaamini? Je, unahisi ya kwamba anakuongoza katika maisha yako? Unahisi unajiongoza, ama Bwana anakuongoza, anakunenea katika yale mambo ambayo unaiona katika maisha yako? Hayo ni maswali sitaki ujijibu katika nafsi yako. Do you sense that he cares for you? Je, unaona kama anatawala katika maisha yako, anakujali katika maisha yako? Mimi kama mchungaji naweza kosa kukujali, but je, unaamini ya kwamba Mungu anakujali? Unaamini kama Mungu anakujali, anajali kazi yako, ndoa yako, maisha yako? Hayo ni maswali ambayo inaambatana na kumwamini Bwana. Do you sense your need for him to shepherd you? Je, uko na hamu, uko na haja ya yeye akatawale, akachunge maisha yako katika jina la Yesu Kristo? Hayo ni mambo ambayo itatusaidia katika kuendelea. Kwa sababu tunasema kwamba tutaki kukaa sana kwa sababu ya muda, niruhusu tu tuangalie
mambo 6 kwa haraka sana. Mambo 6 ambayo itatusaidia kujua ya kwamba nimeinakili nasema 6 ways we will not lack if the Lord is our shepherd. Yani mambo 6 ambayo ya kwamba hatutakosa katika maisha yetu, katika urithi wetu, kama Bwana atakuwa mchungaji wetu, kama Bwana tutamtegemea kama our shepherd katika maisha yetu. Mambo 6. Jambo la kwanza, we will not lack rest. Hatutakosa kupumzika ama pumziko. We will not lack rest. Unajua pumziko ni jambo muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Kupumzika nasema ni si kuketi chini na kujishika hivi, ni kutulia. Utulivu katika maisha ya Mkristo. Kwa sababu ukienda nje, dunia inayubayuba. Dunia iko na misukasuko. Wale hawajaamini Bwana wanasukasukwa. Lakini wale ambao wanaamini Bwana kama mchungaji wao, wanaweza kupata kutulia, wanaweza kupata tulizo. Hebu tuwekee mstari wa 2 unasema namna gani? Mstari wa 2, hiyo point inaegemea mstari wa 2. He makes me lie down in the green pastures. He leads me beside quiet waters. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza. Na ni kama vile tumesema ya kwamba ili uweze kutulia katika majani mabichi. Majani mabichi inaashiria mkate, inaashiria, na Yesu akasema mimi ni mkate wa uzima. Mahali amesema mimi ni mkate wa uzima, kwa sababu hii green pasture ni ile Yesu alilalia wakati alizaliwa, akaweza kulalia nyasi katika hori la ng'ombe, ambayo inaashiria yeye ni mkate wa uzima. Tunaletewa tena ili tuweze kupata kutulia na kuweza kukula mema ya Bwana, kuweza kukula urithi wetu. Kupata urithi wetu lazima tupate kutulia, lakini huwezi pata kama hautamtegemea Bwana kama mchungaji wako. So you will not lack rest if you trust in him. So na nikajaribu kuangalia mahali, nikaandika hivi, nikasema because of the social behavior within a flock, sheep will not lie down unless they are free from friction with others of their kind. Ya kwamba ili kondoo aweze kutulia, hawezi tulia kama wanakualizana, kama wanagongana na ile miguu inakuwa na sharp nini, wanakualizana, hawezi tulia. Kama tutakualizana wapendwa, hatuwezi tulia, hatuwezi kula mema ya Bwana. Kwa hivyo lazima tuache magobano nyumbani, kazini, hata hapa katika huduma ya Bwana. Tuache the friction ili tuweze kulala vizuri kwa utulivu, tukaweze kupokea rest katika jina la Bwana. Nikaangalia another point, inasema hivi, if tormented by flies or parasites, sheep will not lie down. Ikichokozwa na parasite. Kama sisi tumekuwa parasite, nimekuwa parasite, labda Mungu anisaidie, anihurumie na aniondoe kwa hiyo. Kwa hivyo Mungu atusaidie tusikue parasite, tusichokoze kondoo zingine, either ni your brothers katika kijiji, katika estate, ya kwamba mimi ndio ninajulikana, ya kwamba yule mzee wa kelele, yule mzee wa kutukanana, yule mzee hasalimianangi, ya kwamba tunadunga. Tuache hiyo. Mungu atusaidie ili tukaweze kutulia, tukaweze kukula katika majani mabichi, kwa sababu wakati kuna flies, kuna parasite, sheep cannot rest and cannot be able to. So only when free of this pest can only be able to rest. Ama wakati sasa iko free na haina ile uoga, itaweza kukula. Kondoo wakati ako na uoga hawezi kula mema, hawezi kula nyasi, ama hawezi laba chumvi, hawezi kunywa maji wakati anaua. Kwa hivyo lazima, kama vile mtumishi wa Bwana huwa anatuambia, hataki kutembea na waoga, na hiyo huwa inanitia moyo sana overseer, Yakoba hutaki waoga. Na nikaamini Bwana, nikasema Mungu nisaidie, hata mimi sitaki kukua kigwaya. Amen. Sema sitaki kuwa kigwaya hii mwaka, whichever it means. Kwa wale ambao wanasikia Kifaransa, Yakoba sitaki kuwa kigwaya. Hiyo ni kumaanisha sitaki kuwa muoga katika huu mwaka. Lazima tupokee urithi wetu, lazima katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu tunatumia jina la Yesu Kristo, our shepherd, my shepherd, mchungaji wangu. Kwa hivyo sitaogopa. Kwa hivyo wakati kondoo haina uoga, inaweza kulishwa, inaweza kuongozwa. Pokea hiyo neema ya kukosa uoga. Receive the grace in the name of Jesus katika jina la Yesu Kristo. Point number 2,
Lakini kabla tuende point number 2, niweke Mathayo 11 ili uweze kuelewa ni maandiko inasema hivyo. Sio mimi, sio overseer, ni Mungu anasema ya kwamba tuache mambo ya uoga. Kwa sababu gani? Tuweke Mathayo 11 mstari wa 28 29. Matthew chapter 11 verses 28 and verse 29. Umefika pale Martin? Come to me all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. Amen. Yakoba, jitieni nira yangu. Yes. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mimi ni mpole, mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Labda tunakosa raha, tunakosa mpaka amani. You cannot even smile. Unauliza sasa, unaniambia niogee, unaniambia nifurahie nini? We hunielewi. Yes, naweza kosa kukuelewa, but nakwambia kuna huyu anakuelewa. Huyu ndiye mchungaji. Mchekeshe kama vile overseer alisema, ya kwamba this year if you trust this God, atatuchekesha katika maisha yetu. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Mstari huo mwingine, rudia mstari wa 28. Mstari wa 28, sorry, 28. Nasema hivi, Njooni kwangu nyinyi. Mungu ndiye anasema, Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yeye ndiye anasema hivyo. Ni Mungu. Huyu mchungaji ni anasema, njoo, anakuita. Anaona kwamba umesimama pale unalia tu, anakuona tu kilio chako. Amekiona siku ya leo. Na siku ya leo nakwambia, njoo, wewe umelemewa na hii hali. Umelemewa na huu ugonjwa. Umelemewa na huu maskini. Umelemewa na hii rejection. Name them. This generation patterns zimekuremea. Anakuambia njoo, atakupumzisha kwa sababu yeye ni mwaminifu. So receive the grace ya kurest katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Point number 2. You will not lack life. Huyo ni mstari wa 3. Turudi pale Psalms 23 mstari wa 3. Ya kwamba hautakosa maisha. Unajua kuna waibaji wanasema, sijui kama ni wimbo ya ukweli ama ni wimbo fake. Nyimbo zingine zinatolewa mpaka unashangaa. Ati maisha no maya. Maisha ni haya tu. Huyo ni mtu hana tumaini. To me that is a desperate person. Anasema chochote tu kitanikujia mimi, yani tu nikae tu. Ni mtu I think that na vijana wetu wanapenda hiyo wimbo sana. Ati maisha no maya. Na unasikia mpaka Mkristo akisema hivyo. Mungu atusaidie sana, kwa sababu maisha sio haya tu bila mchungaji Yesu ambaye ni Mungu wetu. Maisha haibaki vile tukiwa na huyu mchungaji, huyu shepherd. Mstari wa 3 inasema, he restores my soul. Huniwisha nafsi yangu. Nafsi yako inaweza kuwa imeumizwa, umenenewa, umepatiwa maneno, umeodokewa, umesononeka, hauna amani, hauna furaha, lakini anasema he restores my soul. Daudi anasema hivyo. Alinenwa sana hata wakati wa Bathsheba, mambo mengi katika vita, katika Sauli, hayo mambo mengi, lakini anafika anasema he restores. Yeye hunirejesha. Yeye ndiye Mungu. Yeye anasema ile present anamrestore. So pokea grace of restoration in the name of Jesus katika jina la Yesu Kristo. Yakoba, Mungu atakurejesha. Utarithi huu mwaka. Utarithi katika jina la Yesu Kristo. Sijui kama tunaamini. Yakoba, tutarithi. Si tumeanza kuona urithi wa afya. Tuna huyo ndugu yetu. Unafikira mimi, unajua nilimuona. Ninajua vile anamaanisha. Haikuwa rahisi, lakini Bwana amemrejesha. This is the God of this altar. Ndiye Mungu wa hii madhabahu ambaye anasema anaturejesha mahali tunasikia kwamba kama tumeondoka, tumepotea, anaweza kuturejesha katika jina la Yesu Kristo. So hiyo hatutaendelea nayo. Sasa twende point number 3. Point number 3, we'll get another time later on. We will not lack guidance. Ya kwamba hatutakosa. Kumbuke tunasema mambo 6 ambayo hautakosa wakati Mungu ndiye mchungaji wako. Wakati Mungu anakuongoza, mambo yale ambayo hautakosa. You will not lack guidance. Guidance ni muongozo. Is it muongozo?
guidance, hautakosa muongozo katika biashara, katika doa, katika hali zote, katika huduma, hautakosa muongozo. Mstari wa 3 part B nasema, he guides me in the paths of righteousness for his name's sake. Na kuniongoza katika njia, na sio njia tu, anasema njia za haki kwa ajili ya jina lake. Kwa njia za haki. Tumepitia njia ambazo si za haki, injustice, even in the family unapata mnanyaganywa shamba. Kuna mama najua, na sijui kama ako siku ya leo, najua hiyo ni ushuhuda labda atakuja kutoa, ya kwamba na niwahi tu madhabahu, walikuwa wamenyaganywa shamba, mume wake akaaga, ile familia ikamreject, lakini ikafika wakaanza kumtafuta kama dhuraku, kumtafuta, kuja tunataka hii kisehemu ni yako na watoto wako. Huyo ndiye Mungu tunasema kwa njia za haki. Tumekuwa katika injustice, umekuwa katika njia ambazo si za haki, either za family, either za kijiji, either za taifa, lakini Mungu anasema ukimtegemea kama mchungaji wako atakuongoza. You will not hautakosa guidance, hautakosa muongozo, na si muongozo tu, ni muongozo wa haki katika jina la Yesu Kristo. John 10:25 inasema nini? Yesu huwa anasema, Jesus answered them, I told you, you don't believe. Yesu anaambia wale wanafunzi, niliwaambia lakini hamkuniamini. The works that I do in my Father's name bear witness about me, but you don't believe because you are not among my sheep. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. Yesu anasema hivyo, ya kwamba hamuamini kwa sababu nyinyi si kondoo wangu. Kondoo wangu wanajua sauti yangu, ninawajua na wanaisikiza na wanaweza kuendelea. Sema amen. Point number 4 tunamalizia. We will not lack safety. Na ninasema we kwa sababu including me. We will not lack safety. Hatutakosa usalama. Tumekosa usalama siku mingi. Tunakosa mpaka usingizi, including me na wengine. Ya kwamba hali ambazo tunazipitia, wakati mwingine unapata ya kwamba mpaka usingizi unakosa ile safety. Yani ni kama unakaa mtu ambaye haujui, unakaa na uoga. Hata mtu akikustua hivi unaweza anguka kwa sababu ya hali kubeba mizigo. Na Yesu hapo mbele amesema, leteni hiyo mizigo yote na nitaweza kupumzisha na mtaweza kupokea safety. Hiyo ni verse 4. Verse 4 it is our Psalms 23 verse 4. Psalms 23 verse 4. Very quickly, Jerry. Verse 4. Psalms 23. Okay, hii ni ile inasema, the Lord and staff bring him comfort. Yani Daudi akasema, fibo lako naam nijapopita kati ya bonde la kivuli cha mauti. Sijui kama umeshaipita katika kivuli cha mauti. Na nikaona ya kwamba hii ni wakati Daudi alikuwa anatembea, wakati anafanya ile marisho, na wakati alikuwa mfalme, wakati wa vita. Adui huwa wanajificha katika kwa miti. Ni kama tu hii kawaida tu. Hivyo ndivyo adui anajificha kwa ajili yako ili aweze kukuattack. Lakini Daudi anasema hata kama atapitia katika hiyo kivuli cha mauti, hataogopa mabaya, kwa maana wewe u pamoja na migongo lako na fimbo yako yanifariji. Ya kwamba wakati wote Bwana anaweza kuturejesha, anaweza kutuhakikishia our safety ama usalama wetu. Number 5, we will not lack provisions. I think hiyo tumeangalia, iko verse 5. Verse 5. Hatutakosa utere wa urithi wetu. Sema amen. Sema amen. You will not lack provisions in Jesus name. Hatupokei hiyo. You will not lack provision. Anything yote ambayo taja yale mambo ambayo unahitaji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Mbele ya watesi wako. Sisemi watesi wako ni hawa brothers. Watesi wako ni shetani na malaika wake. Hawa ambao wamekutesa sana, wamekutesa kwa magonjwa, wamekutesa kwa injustice, wamekutesa kwa ukosefu. Hao meza imeandaliwa, na tukaambiwa hiyo mwaka ikianza ya kwamba ikifika June tutaona ya kwamba Bwana atakuwa ameandaa meza of our provision.
tutakuwa tumepata urithi wetu katika jina la Yesu Kristo. So kikombe changu kinafurika, ya kwamba itakuwa ikifurika katika jina la Yesu Kristo. The last point, in the name of Jesus, we will not lack a home. We will not lack a home. Hatutakosa nyumbani. Nyumbani ni mahali pa kutulia. It is not like any other home. Mstari wa 6 ndio unasema hivyo, ya kwamba tutaweza kupokea, hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana. Sema amen. Simubarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Thank you. Tupigie Lefed makofi kwa neno mzuri. Thank you, God bless you. Neno mzuri katika Zaburi 23. Na wakati mwingi hutumia sana wakati niko kwa maombezi kuisoma Zaburi 23. Hiyo neno kila wakati inanifariji moyo wakati napitia katika changamoto. Lakini mzuri watu wa Mungu kusimama na neno la Mungu. Maana maandiko yamesema ya kwamba ameandaa meza. So kila mtu ameandaliwa meza. Lakini ile kitu imetusubua sisi ni watesi. Nimeandaa meza pashoni pa watesi. So Mungu tayari release the blessings. Meza ya uponyaji, meza ya kunawili. Watu wa Mungu, meza ya ukombozi. Ile shida tuko nao sisi ni watesi. Sasa watesi ndio wanatusubua, maana watesi ni jukumu yako sasa kupigana na watesi. Mungu kazi yake amefanya na akamaliza. Lakini jukumu ya kila Mkristo upigane na watesi wanayekutesa, wanayeharibu mimea yako, wanayeharibu maono yako, wanayeharibu ndoa yako. Hiyo ndio inasubua Wakristo. Maana Wakristo wengi hawapigani na watesi. So Mungu atusaidie, kila mtu apigane na watesi. Watesi wanaweza kuja ni magonjwa. Wakati unapata pesa unagojeka, unaenda hospitali. Wakati hauna pesa haugojeki. Lakini wakati pesa zimeingia kwa simu tilili, kisha kinaweza kuuma, unaenda kwa chemist. So unakuta ya kwamba watesi mpashoni pa watesi. So watesi wanakaa namna hii, wanagojea kitu itendeke kwa boma yako. Wakiona wageni wamekuja, wakiona baraka, wakiona watoto wamesoma, wakiona umebarikiwa, wanaanza kunyemelea. So ni jukumu ya kila Mkristo katika jina la Yesu Kristo kuinuka na kupigana na kukataa na kuangusha na kukemea watesi. So naomba tuinuke. Tunamaliza katika jina la Yesu Kristo, maana tayari yeye ameandaa kila kitu. Imeandaliwa kwa kila mtu. Unakuta watu wengi wamekufa moyo kwa maana Mungu hajawatembelea, na tayari maandiko imesema nimeandaa meza. So nitaandaa meza, si ya kwamba niliandaa meza, nasema nimeandaa meza pashoni pa adui. So Mungu ameashiria kila kitu. Mungu ameashiria kila kitu, kwa maana sisi ni watoto wa ufalme. Mungu ameashiria, ameandaa. Lakini nakuta kwamba wewe pahali umesukumwa. Maybe watesi wanaweza kuwa wako kwa nyumba yako, ni moja wa watoto wako. Ni maybe shetani anatumia mtoto wako, shetani anatumia mke wako, mume wako, jirani yako, pale unafanya biashara. Watesi, jukumu ni kupigana na kukataa katika jina la Yesu Kristo. Ni kukataa kwa bia Mungu. Jambo la kwanza utafanya, siri nimwambie, ni kushukuru Mungu kwa ajili ya mesa. Fungua kinywa chako uambie Mungu, God, thank you, kwa maana umeandalia watoto wangu mesa, umeniandalia mesa, umeandalia ndoa yangu mesa,
umeandalia mesa. Mungu ni asante. Mungu pokea sifa. Wewe Mungu utabaki kuwa Mungu. Kila mtu afungue kinywa chake, ambie Mungu, wewe utabaki kuwa Mungu, kwa maana nimesimama na neno lako na nimesikia ya kwamba umeniandalia mesa. Mesa iko, umeniandalia mesa. Baba ni asante. Wewe si kama wafalme, wewe si kama gavana, wewe si kama MCA. Baba wetu, wewe si kama MP. Baba, wewe si kama mzazi. Maandiko imesema ya kwamba umeniandalia mesa. Wakati Mungu nimeshushika, wakati nimeona nimefika mwisho, wakati watu wamenisegenya, wakati watu wameniteta, Baba umesema ya kwamba umeandalia mesa mwezi wa 3. So naomba ufungue kinywa chako, uambie Mungu wa Israeli, Mungu asiyebadilika, Mungu asiyeshindwa, asante kwa maana umeniandalia mesa. Haijalishi changamoto watoto wangu wanapitia, haijalishi changamoto jamii yangu inapitia, haijalishi changamoto ndoa yangu inapitia, haijalishi changamoto wazazi wangu wanapitia, haijalishi changamoto ninapitia kwa biashara. Jambo moja nimekushukuru, umeniandalia mesa. Fungua kinywa chako. Hiyo ndio Mungu anataka. Kwanza uhakinoji Mungu,